Karibu sana kwenye Kimbweta. Hapa tuzungumze kidogo. Teknolojia inavyozidi kukua ndivyo matumizi ya akili unde yanavyozidi kuongezeka kwa wanafunzi wa elimu ya ngazi ya juu. Lakini leo kwenye Kimbweta nitataka kufahamu ni kwa namna gani matumizi ya akili unde yanasaidia kuongeza ujuzi kwa wanafunzi wa elimu ya juu. Ungana nami kwenye Kimbweta Happiness ya Sheri. So mwana Kimbweta mwenzangu, na sasa nipo katika Kimbweta nikipiga story na baadhi ya wanafunzi kutoka katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania. Ningetaka kufahamu ni kwa namna gani wanatumia akili mnemba kwa ajili ya kuongeza ujuzi wanaopata darasani, lakini pia kuongeza maarifa nje ya darasa. Nikianza na upande wangu wa kushoto hapa, dada. Samahani. Mambo? Poa, vipi? Safi, unaitwa nani? Naitwa Musa. Musa. Okay, Musa. Wewe ukisikia neno akili unde ama akili mnemba unaelewa nini? Ninachokielewa kwamba ni elimu ambayo tunaipata, yani apate from hizi fomo ambayo tunaingia shuleni za mitandao. Ndio hizo zinazoitwa hizo akili mnemba hizo. Sawa. Sasa akili mnemba inakusaidia vipi wewe kama mwanafunzi wa chuo katika kuongeza ujuzi ulionao tofauti na huu unaopata darasani? Kwanza kabisa hiyo elimu inachonisaidia ni pale ninapotafuta labda nataka kuelewa kitu zaidi, yani nataka nikachimbe zaidi, nikiachana na elimu ninayoipata darasani au elimu niliyokuepo nayo. Sasa nataka kujua kitu zaidi, kwa hiyo inabidi niingie kwenye akili mnemba kwa ajili ya kupata ujuzi zaidi. Ni ujuzi gani ambao umeshawahi kupata kutokana na akili mnemba? Ya mfano kama sasa hivi hapa ni mwanafunzi by the way, ndio labda niko darasani nimepewa materminology ambayo sielewi, maswali yenye mitego ambayo kidogo imenichanganya, naweka kule wananiletea, wametegua mitego vizuri tu. Kwa hiyo wewe unatumia AI kwa ajili ya kufanya quiz za darasani, ndio? Sio kwa mambo yote, lakini na huko nafanya na naitumia kwa kuna nini. Kwa hapo quiz nini? Ni AI safi tu. Haya, nirudi kwa upande wangu wa kulia. Mambo mrembo? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Madam Pendo. Madam Pendo, unatumiaga AI? Kiachana na Musa amesema anatumiaga akili unde kwenye quiz za darasani. Wewe unaitumiaje akili unde? Hata mimi naitumia pia nikiwa darasani na nisipokuwa darasani pia naitumia kwa ajili ya mambo mbalimbali. Ni ujuzi gani ambao umeshawahi kujifunza kutokana na akili unde ama matumizi ya akili unde yakakusababishia kufahamu kitu fulani ambacho ulikuwa hukifahamu? Kwa mfano, namna ya kupika. Hivyo. Ulijifunza kupika kutokana na akili unde? Yaani kwenye akili unde ukauliza namna ya kupika kitu gani? Kwa mfano, kupika chapati za mayai. Uliuliza AI namna ya kupika chapati za mayai? Ndio. Okay, asante sana. Turudi kwako hapa brother. Mambo? Shwari, vipi? Fresh. Unaitwa nani? Naitwa Bucheyeki. Nani? Bucheyeki Deogratius. Bucheyeki Deogratius. Okay, Deogratius, unatumiaga akili unde? Natumia. Sasa hivi ni kweli kabisa akili unde inaweza ikaongeza ujuzi ama inapunguza ujuzi kwa mwanafunzi? Sitakuwa mbali na wenzangu walivyozungumza. Ni kweli kiuhalisia sisi kama wanafunzi wa chuo unakuta kuna kazi umepewa. Yaani in short nisiende mbali, inaongeza ujuzi katika vitu mbalimbali. Mfano kwenye issue za masomo na tofauti na hapo kwa upande wa nje kiwa mbali na masomo. Okay, wewe ni ujuzi gani ambao ulishawahi kupata ukaona kabisa hichi kitu kimenisaidia lakini kimetokana na kutumia akili unde? Kwa ujuzi nisiwe mwongo hapo, kwa kusema kweli sijawahi kufanya ujuzi wote kupitia akili unde, tofauti na issue za kielimu zaidi kama kufanya kazi hizi. Nakuta kuna swali umepewa, kwa hiyo ili upate content na idea ya swali, kwa inabidi kupitia akili unde itakusaidia kunyambua swali na kulifanya kwa ufasaha zaidi. Kupitia ujuzi siwezi nikasema, sijawahi kufanya kupitia akili unde, sijawahi kufanya ujuzi wote. Asante sana. Nirudi upande wangu wa kushoto hapa kwa mrembo. Mambo?
Poa. Unaitwa nani? Naitwa Janeti. Janet, unafikiri akili unde hivi, akili unde ni kweli inasaidia kuongeza ujuzi au inapunguza, na unafikiri ina madhara gani yani? Akili unde ni moja ya programu ambayo inasaidia watu katika kufafanua vitu fulani. Mfano mimi nasoma sheria. Kwa hiyo kuna muda unapewa kesi, labda case study ambayo sio ya Tanzania. Ndio. Ukiingia Tanzania ukutana na hicho kitu. Kwa hiyo inabidi uingie akili unde uulize, anakuletea ile kesi. Au sometimes umeletewa vocabulary ambazo ni kidogo zinakuwa na ugumu. Unaingia pale kidogo unafanyaje? Unapata, inakutafasiria hata kwa Kiswahili unaelewa. But pia akili unde inakuwa sometimes inasaidia but katika kizazi hiki yani wanafunzi wengi wanatumia akili unde, yani unakuta mwanafunzi yani hajishughulishi kufikiria kitu, anapata swali bado afikirie kwanza apate namna ya kufanya kile kitu, anaamua moja kwa moja, kapewa swali anaingiza akili unde apate majibu. Hiyo inapelekea yani inapunguza capacity ya mtu kufikiria. Sawa. Kwa hiyo unaweza ukakuta unapewa kitu, unakuta kasa kitu ni chepesi, lakini kwa sababu umeshazoea kutumia akili unde unashindwa kufanyaje kufafanua kile kitu kutumia akili zako binafsi. Je, wewe ushawahi kutumia akili unde? Ndio, nishawahi kutumia. Na unaitumia yani unaitumia sana? Naitumia. Kwa nikipewa case, labda case study sio hapa Tanzania, inabidi niingie pale. Sasa kutokana na matumizi hayo ya akili unde, kwa hiyo na wewe hapo ulipo akili unde imeshakupunguzia capacity ya kufikiria? Hapana, ila tunajua kuna yule mtu yani kila kitu, swali lolote anaingiza akili unde kwa sababu anajua akiingiza majibu yatakuja. Kwa hiyo hajishughulishi kufikiria, akipewa tu swali moja kwa moja anaingiza pale. Ni kweli akili unde inasaidia katika mambo moja mbili tatu, lakini haifai sasa kila kitu ambacho wewe unapewa quizi nini, unakuta sometimes mtu testi anaingiza pale. Kwa hiyo sometimes napunguza capacity ya mtu kufikiria. Asante sana. Turudi kwako Musa. Hebu niambie, unafikiri akili unde ina madhara gani kwa wanafunzi? Licha ya faida ya kuongeza ujuzi, niambie ni madhara gani ambayo unafikiri mtu anaweza akayapata kutokana na matumizi ya akili unde? Madhara yapo mengi. Kwa mfano, yani swala zima la kutumia akili unde bana linamfanya tu mwanafunzi yani ule uwezo wa kufikiria, ile mentality yake ile inapungua, ile ability. Yote inasababisha na kwamba kila anachokipata anawaza aweke kule kwa ajili ya ufafanuzi. Yani akili yake binafsi kufanya ufafanuzi ni hapana. Kwa hiyo kidogo kwenye ability ya kufikiria kunapungua. Hiyo ni madhara namba moja. Lakini pia kuna madhara mengine ambayo sisi tunaweza tukayapata, nikiwemo na mimi. Kwa mfano, ukitaka kujua kitu hata kama umedanganywa, kwa sababu ile sasa ni akili ambayo kidogo tunaiamini sana. Kwa hiyo kuna kuiamini alafu inakupeleka against. Kwa hiyo na penyewe hayo ni madhara pia. Imeshawahi kutokea labda umepata quiz darasani halafu ukatumia akili unde ikakuferisha? Vibaya mno, ilishawahi kutokea, yani imeniaibisha sana. Ilikuwaje? Imeniaibisha sana, maana nimeweka swali pale, ni kama unavyojua ukiuliza swali hilo mara mbili mara tatu majibu hayaji yale. Kwa hiyo ukiuliza mara ya kwanza majibu mengine, mara ya pili majibu mengine. Sasa in short yani sio kuamini sana, nilishanilaza pabaya sana. Kwanza nilisema tu hiyo akili unde hiyo imenifanya nimepata sifuri kwa kuiamini. Ni madhara pia nayo. Sawa. Sasa turudi kwako madam. Yani mimi mnanichanganya mnavyoniambia kwamba mnatumia akili unde kwenye quiz za darasani. Kwa mfano sasa uko darasani unataka kutumia akili unde, mwalimu ameshatoa quiz. Yani ni njia gani ambazo unatumia mpaka inafikia tu unatumia akili unde ukiwa darasani kwenye quiz ya darasani? Kwa mimi binafsi, kwa sababu hiyo akili unde naitumia sana, mwalimu ikitokea ametoa swali darasani ama quiz, ninachokifanya kwanza, kwa sababu nataka ile urahisi wa kujibu hilo swali, nalikopi sehemu, nalipiga picha, then nalituma huko. Alafu hapo kwa sekunde ananiletea majibu. Naweza kufanya hiyo quiz. Kwa quiz zote unazofaulu darasani ni? Sio zote, ila ina depend sasa na quiz gani iliyotolewa. Ukikamatwa? Ikitokea ndo hivyo, ila hatupangi kukamatwa, lakini ni hivyo.
Turudi kwako hapa. Hivi unafikiri akili unde ina umuhimu wowote katika kuongeza ujuzi wa mwanafunzi ama inazidi kukandamiza zaidi ili wanafunzi wasio wanatumia akili zao katika kufikiria mambo ambayo yanaweza kutumia akili zao wao wenyewe na wakategemea sana akili unde? Hapo naweza nikasema inategemeana na mazingira. Kwa namna moja ama nyingine naweza nikalijibu swali kwa namna mbili. Kwa namna moja ama nyingine inasaidia. Pengine kwenye kusaidia inasaidia kiaje? Mfano kupitia kama wenzangu walivyosema. Unakuta darasani labda kuna quiz imetolewa na unajua kabisa mwalimu ni mtata. Kwa kupitia ile quiz itakuongezea kitu fulani. Kwa hiyo uwezo kaangamia, ili usiangamie sasa moja kwa moja utafocus na nini na kutumia hiyo nani kama alivyosema madamu hapa. Utaskani ile paper kama ipo moja kwa moja na insert direct. Baadaye wanakushushia vitu pale. Ni mwendo tu wa kuweka. Pengine kwenye madhara sasa naweza nikasema inadumaza akili. Kiaje? Yaani tuseme yani ina hide ubongo, yani kwa mwanafunzi kupata ule uwezo wa kufikiria sana. Mtu umepewa labda swali, let's say mtu kama mimi labda mwalimu, nimeenda kufanya majaribio ya kufundisha. Unaletewa hata swali na mwanafunzi anakuambia labda mwalimu nisaidie swali hapa, 10 importance of water. Ni issue ambayo inajulikana, maji si kila mtu anajua. Sasa ili irahisisha mambo, unachukua tu ndio unamuuliza huyo AI, vitu vinaonekana pale. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine inadumaza akili ya mwanafunzi na uwezo wa kufikiria. Lakini kwa kizazi chetu sisi cha Gen Z, si unaelewa tena, hatupendi mambo magumu tunapenda mambo ya kamseleleko. Unatushauri nini sisi ambao tunapenda kutumia akili unde kwenye kila kitu? Yani kila kitu, hata kama kitu tunakijua ni chepesi lakini tunataka tutumie akili unde. Unatushauri nini? Hapo sasa kwa kuwashauri, yani mtumie ila kwa kiasi, sio kila kitu unategemea. Unakuta kuna vitu vya kujieleza mwenyewe. Usitegemee sana, like tumia ila usitegemee sana. Tumia ila usitegemee sana hiyo akili unde, tumia kwa kiasi. Asante sana. Na mtazamaji wa SAUT TV, kufikia hapa nimefikia tamati ya kipande chetu cha kwanza cha kipindi chetu cha Kimbweta cha maswali na majibu. Na sasa tunaingia kwenye kipengele chetu cha pili cha kipindi cha Kimbweta ambacho ni The Challenge. Na challenge yetu ya leo inasema hivi, naombeni mniambie kirefu cha wifi au wifi. Musa, usije unatumia akili unde hapa. Unajuaje? Nipe jibu chap chap, maana na Gen Z na wajua. Naomba anzia hapa tafadhali. Mbona unataka kutumia akili unde na kati tumesema tuanze kutumia akili zetu si wenyewe? Sasa hapo kwa kweli akili imeshaharibiwa na akili unde. Madam, kirefu cha wifi. Kwa kweli mimi sijui, najua tu ni free wifi basi. Hapo. Wifi wataka kirefu au maana yake? Kirefu. Neno Y ile WIFI. Hapo sasa short sielewi, najua tu maana yake ila sijui kirefu chake. Madam. Fahamu. Haujui? Musa, nimerudi kwako. Si umetumia akili unde lakini majibu hayajapatikana. Wifi WA-FI. Sawa. Na mtazamaji wa SAUT TV, jibu la kirefu cha wifi ni wireless fidelity. Kufikia hapa sina la ziada, tukutane tena Jumapili nyingine, lakini usiache kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, YouTube pamoja na TikTok @SAUT TV. Na mimi mtangazaji wako ni Happiness ya Sherry. Tukutane tena Jumapili nyingine. Bye bye.